فات الوقت نواصل إن شاء الله. يقول رحمه الله تعالى: وبهذا علم الفرق بين القول والقائل. na kwa hili pamejulikana tofauti baina ya kauli au kati ya kauli na mwenye kusema, baina ya neno na msemaji wake. Neno hili lilikuwa ni kufuru, lakini mtu aliyesema asiwe kafir. Wa baina alfi'li walfa'il, na kati ya kitendo na mwenye kutenda. Falaysa kullu qawlin au fi'lin yakunu fisqan au kufran yuhkamu ala qailihi au fa'ilihi bidhalika, sio kila neno au kila kitendo kitakachokuwa ni ufasiki au ni ukafiri basi atahukumiwa mwenye kusema au mwenye kutenda kwa hukumu hiyo. Sio kila neno au kila kitendo ambacho kitakuwa ni ufasiki au ni ukafiri atahukumiwa mwenye kukisema au kukitenda kwa hukumu hiyo. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah صفحة 65 و100 في الجزء الخامس في جزء الخامس والثلاثين من مجموع الفتاوى. يقول: أنا سمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى katika juzuu 35 ukurasa au sahifa ya 165 katika majmuu al-fatawa. Wa aslu dhalika, na asili ya maneno hayo, أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع، kwamba maneno ambayo ni kukufuru kitabu na sunna na ijma'i, yuqalu hiya kufrun, huambiwa kwamba hakika kwamba maneno ambayo ni ukafiri kwa kitabu na sunna na ijma'i, huambiwa maneno hayo kuwa ni kufuru. Qawlan yutlaqu, ni kauli ambayo hufanywa itlaq, kuachiwa. Kama dalla ala dhalika ad-dalail ash-shar'iyya, kama zilizofahamisha juu ya hilo dalili za kisheria. Fa innal imana min al-ahkam al-mutalaqat an Allah wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu iman ni katika hukumu zenye kupokewa kutoka kwa Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Laysa dhalika mimma yahkumu fihi an-nas bidhununihim wa ahwa'ihim, na hakuna katika hiyo hukumu kile ambacho watahukumu ndani yake watu kwa kutumia dhana zao na matamanio ya nafsi zao. Wala yajibu an yuhkama fi kulli shakhsin qala dhalika, na wala haitapasa kumhukumu kila mtu aliyesema hayo bi annahu kafirun, kwamba yeye ni kafiri, hatta yathbuta fi haqqihi shurutu at-takfiri, mpaka zithibiti katika haki yake sharti za kumkufurisha, watantafia mawani'uhu, na viondoke vizuizi vyake. Mithlu man qala, mfano wa yule aliyesema innal khamra aw riba halal, hakika pombe au riba ni halali, liqurbi ahdihi bilislam, kwa sababu ya ukaribu wa zama zake kwenye Uislamu, amesilimu karibuni tu. Au linishuihi fi badiyatin ba'ida, au kwa kukua kwake katika mapori ya mbali huko Tukhumu Afrika, ndani kabisa huko, amezaliwa huko kwenye misitu ya Amazon huko Latin America huko, hajui chochote, mkulia jangwani huko, hajasikia chochote kuhusu Uislamu. Au sami'a kalaman ankarahu, au amesikia maneno aliyoyapinga, wala ya'taqid annahu min alquran, na hakuitakidi kwamba hayo ni katika Qur'an. Pige mtu kamtajia aya katika Qur'ani kwamba kadha kadha, uongo huo, lakini hajui kwamba ni Qur'an. Au sikila maneno ya kweli bwana, katika maneno ya uongo bwana, lakini hajui kwamba ni Qur'an. Wala ya'taqid annahu min alquran, wala annahu min ahadithi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wala kwamba hao ni katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama kana baadhi salaf yunkiru ashya, kama walivyokuwa baadhi katika salaf wanapinga baadhi ya vitu, wanapinga vitu hata yathbuta indahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalaha, mpaka ithibiti kwake kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hili. Ila an qala, mpaka kafia kusema Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, fa inna haula la yakfurun, hakika watu wa mfano huu, hakika watu hawa hawatakufuru, hata taquma alaihim hujjatu birrisala, mpaka isimame juu yao hujja kwa risala. Mtu amekulia maskani huko, bangi hivyo pombe, haeleweki, hajasikia hata siku moja maneno ya haki.
mpaka amekuwa mtu mzima naye kazeeka na bangi zake, hajui chochote, hajui kusoma Qur'ani, hajui hivi, hajui chochote. Tumfanyaje mtu? Na ashazeeka, amekuwa mzee, lakini amekulia kwenye bangi tu, amekulia kwenye pombe tu. Kwa hiyo hawa hatakufurishwa mpaka atakapokuwa imesimama juu yao hujja ya risala, kama qala Allah Ta'ala, lialla yakuna linnasi, ili wasije wakapata watu ala Allah, juu ya Allah, hujjatun, hoja yoyote, baada rusul, baada ya kuwajia mitume. Waqad afa Allah li hadhihi al-umma, na kwa hakika Allah amesamehe kwa umma huu, anil khata'i wal nisyan, kukosea na kusahau. Intaha kalamuhu rahimahullah. Wa bihadha ulima anna al-maqala au al-fi'la, na kwa hili imefahamika ya kwamba maneno au kitendo kad takunu kufran au fisqa, huenda kikawa ni kitendo cha ukafiri au ni kitendo cha ufasik. Wala yalzamu min dhalika, na wala halilazimu hilo, an yakuna alqaimu biha kafiran au fasika, kuwa aliyelifanya hilo awe kafiri au fasik. Hiki kitendo ni cha ukafiri hiki, lakini huyu alikuwa hajui, huyu akafanya hivi, hajui, hakuna mtu aliyemwambia wala hajui kusikia. Tutaangalia asili yake. Asili yake ni Muislamu huyu, yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Naam, basi haja kufuru kwa hili. Umeelewa? Uislamu una rahma sana, hasa ule Uislamu wa sawa, sio Uislamu wa kikhawarij au Uislamu wa kisufi wa kikhurafi. Imma lintifai sharti takfir, imma kwa kukosekana sharti za kumkufurisha, au tafsiq, au sharti za kumtia kwenye ufasik, au wujudi mani'in shar'iyyin, au kwa kupatikana kizuizi cha kisheria, yamna'u minhu, kitakachozuia hilo. Waman tabayyana lahu alhaq fa asarra ala mukhalafatihi, na yule ambaye imeshambainikia yeye haki, na yule ambaye imembainikia yeye haki, fa asarra, akaendelea, ala mukhalafatihi, juu ya kuikhalifu haki. Mimi nasema ndio kwangu kwani kuna nini? Daima yangu maneno yao kwangu hapa. Waman tabayyana lahu alhaq, haya yako mbele. Waman tabayyana lahu alhaq fa asarra ala mukhalafatihi, na yule ambaye imembainikia ya haki akaendelea juu ya kuikhalifu hiyo haki, taban li'tiqadin kana ya'taqidu, kwa kufuata itikadi ambayo alikuwa akiitakidi, au matbu'in kana yu'azzimuhu, au kwa kumfuata yule mwenye kufuatwa mkubwa huyo ambaye yeye alikuwa anamuadhimisha, au dunya kana yu'thiruha, au kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya kufuata dunia ambayo yeye alikuwa akiitanguliza mbele, akiichagua. Fa innahu yastahiqu ma taqtadhihi dhalika almukhalafa min kufrin au fusuqin, hakika yeye atastahiki lile ambalo litahukumilia hilo, litamhukumilia yeye, ma taqtadhihi, lile ambalo litahukumilia yeye, litahukumilia kwake, tilka almukhalafa, utahukumilia huo mukhalafa huo, min kufrin au fusuqin, miongoni mwa ukafiri au fasik. Sasa haki shambainikia bwana, hoja zetu ni hizi hapa. Haya, wasemaje? Hataki. Mimi bwana siwezi kusikiliza maneno yako. Akaendelea katika ile batili yake na kukhalifu kwake, baada ya kuwa ishambainikia alilmu nafi amewekewa mbele yake. Na wakati mwingine mtu akaamua kwamba kweli ni ilmu nafi imemfikia kwa hujja na barahini, qala Allah wa qala ar-rasul qala as-salaf, akakataa akidai kwamba hiyo si hoja. Hoja kwako wewe ni ipi? Mimi si hoja, huwezi kujua wewe. Akafanya inadi. Sasa atahukumiliwa kwa lile ambalo linahukumilia huo mukhalafa. Fa'ala almu'min, basi ni wajibu kwa mu'min, an yabniya mu'taqadahu wa 'amalahu, kujenga itikadi yake na matendo yake, ala kitabillahi ta'ala, juu ya kitabu cha Allah aliyekuwa umetukuka, wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wasallam, na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Fayaj'aluhuma imaman lahu, avifanye hivyo viwili, kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, ndiyo imamu wake, ndiyo kiongozi chake.
yastadhi'u binurihima, anapata mwangaza kwa nuru zao, nuru ya kitabu na sunna. Yastadhi'u, anapata mwangaza binurihima, kwa nuru zao. Wayasiru ala minhajihima, nawe anatembea juu ya muongozo wao, juu ya mfumo wake, mfumo wa kitabu na sunna. Fa inna dhalika huwa as-siratul mustaqim, hiyo ndio as-siratul mustaqim, ndio njia iliyonyooka. Alladhi amara Allah ta'ala bihi, ambayo Allah hali ya kuwa ametukuka ameiamrisha hiyo. Fi qawlihi, katika kauli yake, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u as-subul, na wala msizifuate hizo njia nyingi. Fatafarraqa bikum an sabilihi, kwa sababu zitawafarikisheni nyinyi kuiacha njia yake. Dhalikum wasaakum bihi, hivyo ndivyo anavyokuamrisheni nyinyi. Dhalikum wasaakum bihi, hivyo ndivyo anavyokuamrisheni kwa hilo. La'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah. Surah Al-An'am aya 153. Waliyahdhar man yaslukuhu ba'd an-nas min kaunihi yabni mu'taqadahu au 'amalahu ala madhhabin mu'ayyan, na tahadhari yale ambayo wanayafuata baadhi ya watu kwa kuwa yeye anaijenga itikadi yake au anayajenga matendo yake juu ya madhhabi maalum. Na tahadhari yule ambaye yale wanaofuata baadhi ya watu, na tahadhari yale wanaofuata baadhi ya watu kuwa yeye anajenga itikadi yake au anajengea amali yake, anajengea matendo yake juu ya madhhabi muayyan, madhhabi maalum. Fa idha raa nusus alkitabi was-sunnati ala khilafi, anapoziona nusus, anapoyaona maandiko ya kitabu na sunna ziko kinyume na yeye, hawala sarfa hadhihi nusus, anafanya bidii, anajitahidi kuzigeuza nususi hizi, ila ma yuwafiqu dhalika almadhhab, kwenye kile ambacho kitafikia na madhehebu hayo, ala wujuhi mutaassifa, juu ya njia nyingi zenye kulazimisha, njia za kulazimisha. Anapilisha lakini kwaona hivi kuna taklifu. Mtu mwenye akili timamu na mwenye fitra salima kisema bwana huyu, lakini hapa kakoroga kweli kweli, mbona hivi asema hivi, ile akili yenyewe kawaida na fitra pia haikubali. Fayaj'alu alkitaba was-sunna tabi'ain la matbu'ain, akavifanya vitabu na sunna tabi'ain, vyenye kumfuata yeye, la matbu'ain, na si vyenye kufuatwa. Ikawa madhehebu yake yeye ndio ya kwanza, kitabu na sunna kitafuata madhehebu yake. Wama siwahuma, na visivyokuwa hivyo kitabu na sunna, imaman, ndio imam, la tabi'an, na si chenye kufuata. Wa hadhihi tariqun min turuqi ashabi alhawa, na hii ni njia miongoni mwa tarika za watu wa hawa, wa kufuata matamanio. Wa hadhihi tariqun, na hii ni njia min turuqi ashabi alhawa, miongoni mwa njia za watu wa kufuata matamanio ya nafsi. La atba'i alhuda, na si wafuasi wa kufuata uongofu. Waqad dhamma Allahu hadhihi at-tariqa, na kwa hakika Allah ameisema vibaya njia hii. Fi qawlihi, katika kauli yake, walau ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum, la laiti haki ingefuata matamanio yao, la fasadati as-samawati wal ard, zingeharibika, zingefisidika mbingu na ardhi. Wa man fihinna, na waliyemo ndani ya mbingu na ardhi. Bal atainahum bidhikrihim, bal tumewaletea wao ukumbusho wao. Fahum an dhikrihim mu'ridun, na wao kwa huo ukumbusho wao ni wenye kupuuza. Wala ittaba'a alhaqu ahwa'ahum, na laiti haki ingefuata matamanio yao au matamanio ya nafsi zao, la fasadati as-samawati wal ard, zingefisidika mbingu na ardhi, zingeharibika mbingu na ardhi. Wa man fihinna, na wangeharibika waliomo katika hizo mbingu na ardhi. Bal atainahum bidhikrihim, bali tumewaletea wao ukumbusho wao. Fahum an dhikrihim mu'ridun, na wao kwa huo ukumbusho wao ni wenye kuupuuza. Suratul Mu'minun aya 71. Wanadhiru fi masaliki nnasi fi hadha albab, na mwenye kutazama maslaki au masaliki, njia za watu katika mlango huu, yara alajab alujab, ataona maajabu ya maajabu. Wayarifu shiddata iftiqarihi ila allujui ila rabbi, na atajua ukubwa wa kuhitajia kwake kwa kujiegemeza kwa Mola wake. Wayarifu, na atajua, ukitazama watu wa namna walivyo, hapo ndio utajua ule ukubwa wa uhitaji ulionao wewe.
ويعرف شدة افتقاره na atajua ukubwa wa kuhitajia kwake ila lujui wa kujiegemeza ila rabbih kwa Mola wake fi suali alhidayah katika kumuomba Allah hidayah wathabati ala alhaq na kuthibiti juu ya haki walisti'adhati min aldhalal walinhiraf na kuomba hifadhi ya kupotea na kupotoka waman sala Allah ta'ala bisidqin waftiqarin ilayhi na yoyote atakayemuomba Allah kwa ukweli na kwa kuhitajia kwake aliman bighina rabbih anhu hali yakuwa ni mwenye kujua kujikwasia kujitosheleza Mola wake na yeye kwamba Allah hakuhitaji wewe kwamba wewe unakuhitajia hana haja na wewe ndio umhitajia yeye sasa ukalijua hilo waftiqarihi huwa ila rabbih na kuhitajia kwake yeye mja kumhitajia Mola wake fahuwa hariyun an yastajiba Allah ta'ala su'la basi huyo ni hakika Allah kumuitikia maombi yake ikiwa wewe waomba kwa ukweli kabisa Allah kuongoze na huku ukijua kwamba wewe ni mhitaji na Allah hana shida na wewe ndio una shida na yeye ukaomba katika hali hiyo Allah ana haki ya kukuitikia maombi yako yakulu Allah ta'ala wa idha sa'alaka ibadi anni anasema Allah aliyekuwa mtukuka pindi watakapokuuliza wewe waja wangu kuhusu mimi fa inni qaribun hakika mimi niko karibu ujibu da'wata ad-da'i ninaitikia maombi ya mwenye kuomba idha da'an pindi atakaponiomba falyastajibu li basi wao waniitikie mimi kwanza mkubalie Allah yale anayotaka waliyu'minu bi na waniamini mimi la'allahum yarshudun ili wao wapate kuongozwa kwa hiyo ukitaka ukubaliwe maombi muitikie Allah wewe una shida na mhitaji Allah hana shida na wewe alikuweko kabla wewe hujazaliwa wala hajazaliwa babu yako wala nani yako kabla hawajakuwepo yeye yuko na wala hahitaji chochote na utaondoka utaacha wameondoka mababu hawapo yeye yuko hakuna anayemhitajia kama bakat alayhimus samaa wal ard mbingu hazikuwalilia wala ardhi hazikuwalilia mbingu as-samaa hiya as-samaa wal ardh hiya al-ardh mbingu ndio ile na ardhi ndio zile nyota ndio zile mababu wako washakufa walikuwa wakitembea wakitamba katika ardhi فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه tunamuomba Allah aliyekuwa mtukuka kutujalia sisi kuwa ni katika wale ambao mimman miongoni mwa ambao raa alhaqa wameiona haki haqqan kuwa ni haki wattaba'ahu na kaifuata ila Allahumma arina alhaqa haqqan ewe Allah tuonyeshe haki kuwa ni haki tuione kuwa ni haki manake zile haki ukaiona ni batil hii ndio haki unaona pana kwamba hii batili hii na haki Allah amekuonyesha hii hapa mbele yako lakini akili yako na moyo wako hukubali wa arina albatila batilan na tuonyeshe batili kuwa ni batil kwa sababu ile batili wewe unaweza kuipenda na sheitani akakupambia ukaona kwamba ndio ukweli nafsi yako imekuvuta kufuata batili ukaiona kuwa ni haki sasa wewe unatakiwa umuombe Allah akuonyeshe ile haki uione kuwa ni haki na uifuate na batil uione kwamba hii ni batil alafu iwache ndio takiwa fanasalu Allah ta'ala tunamuomba Allah aliyekuwa mtukuka ayaj'alana kutujalia sisi mimman kuwa ni miongoni mwa ambao raa alhaqa wameiona haki haqqan kuwa ni haki wattaba'ahu na akaifuata wa raa albatila batilan na akaiona batil kuwa ni batil wajtanabahu na akaiepuka wa ayaj'alana hudatan na atujalie sisi kuwa ni viongozi wenye kuongoza muhtadini wenye kuongoza wasulahaa na watu wema muslihina wenye kutengeneza wala yuzigha qulubana na kutozipondosha nyoyo zetu kama ilivyokuja rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ewe Mola wetu usizipondoshe nyoyo zetu baada ya kuwa umetuongoza maana mtu anaweza kuongoka alafu akaharibikia huko mbeleni akapotoka akaacha haki nasallallahu alaihi wasallam na'udhu billahi min alhawri ba'da alkawri wala yazigha qulubana ba'da idh hadana na kutozipondosha nyoyo zetu baada ya kuwa ametuongoza wayahaba lana minhu rahmatan na atupe kutoka kwake yeye rahma innahu huwal wahhab hakika yeye ni mwingi wa kutoa walhamdulillahi rabbil alamin na sifa njema zote na himdi zote zinamstahiki Allah bwana wa viumbe alladhi ambaye bi ni'matihi tatimmu salihatu kwa sababu ya neema zake yanatimia mambo mazuri wassalatu wassalamu ala nabiyir rahma
na swala na salamu zimshukie juu ya mtume, zimshukie mtume wa rahma, wa hadi al-umma, na mwenye kuongoza umma, ila siratil aziz al-hamid, kwenye njia ya Allah al-aziz, mwenye kushinda al-hamid, mwingi wa kuhimidiwa, biidhni rabbihim, anawaongoza kwa idhini ya Mola wao, wa ala alihi, na swala na salamu ziwashukie ali zake, jamaa zake mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, na masahaba zake, wa man tabi'ahum biihsan, na mwenye kuwafuatia wao kwa wema, ila yaumiddin, mpaka siku ya malipo. Tamma fil yawmi al-khamis ashar min shahri shawwal sanata 400 ba'da al-1000 min al-hijra. Kitabu hiki kimetimia katika siku ya tarehe 25 mwezi wa mfunguo mosi mwaka wa 1404, yani miaka 41 iliyopita. Sheikh ndio ameandika kitabu hiki biqalami. Naam, al-khamis ashar 15. Umesema ngapi? 15. Al-khamis ashar, katika siku ya tarehe 15 min shahri shawwal, katika mwezi wa mfunguo 6 sanata 400 baada al-1000 min al-hijra, katika mwaka wa 1404 ambao ilikuwa ni mwaka 84 takriban. Sheikh ndio ameandika kitabu hiki akakikamilisha. Miaka 41 sasa imetimia, na sisi tumekisomesha hapa. Kwa hiyo hujja alizozitaja zimesikika. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا المؤلف المبارك الذي أبان فيه منهج الحق ومسلك أهل السنة في صفات ربنا عز وجل، كما أبان منهجهم في التعامل مع المخالفين، وأنه ينبني على الكتاب والسنة، وأن السلف رحمة الله عليهم أبعد الناس عن الحكم بالكفر أو الفسق أو المعصية على معين حتى تقوم الحجة الرسالية على ذلك المعين. ثم بعد ذلك ختمه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول كما قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله الذي أتم علينا نعمته وأعاننا على هذا الشرح المختصر، وهو في الحقيقة تلخيص لما فهمناه من عبارات المصنف، وأحسن رحمه الله وأحسن مثواه ورفع درجته في عليين. وكان الفراغ كم اليوم؟ 16 من شهر جمادى الأولى. قد بلغنا والله، اللهم اشهد. كم اليوم؟ 30 ولا واحد؟ ها؟ نكون بقى ngapi؟ 30. ها؟ الحمد لله. Hatutaweza kusoma nahwu sababu muda umepanda. Tuswali sasa.